Kwa majina naitwa Ali Yankson Zoa, ndio mratibu wa matawi na wanachama mkoa wa Songwe wenye wilaya 4 na halmashauri ya mji moja, kwa maana wilaya ya Mbozi, Ileje, Momba na Songwe na halmashauri ya mji Tunduma. Sisi kama wanayanga tunachukua nafasi kuwashukuru kwa kutii wito wetu ambao tumewaomba tuongee nanyi kwa leo. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 3, TFF na bodi ya ligi waliahirisha mechi pasipo kufuata kanuni. Tukio lile limeleta adha kubwa sana kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa Yanga, ukizingatia hasa sisi tuliotoka mikoani tulitumia gharama kubwa mno, nauli, kwenda na kurudi, kulala, kula, kitendo ambacho bodi ya ligi haikutendea haki kabisa. Waliahirisha mechi kama wao wanavyotoka tu ndani, wanafikiria wote wanatoka ndani mwao na kwenda kuahirisha mechi kwamba hatutaathirika. Lakini sisi kama wanayanga tuliathirika. Tunachukua maamuzi ya kuwaunga viongozi wetu wa Yanga, rais wetu Engineer Hersi na kamati tendaji pamoja na bodi ya wadhamini ya wazee wetu wote, tunawaunga mkono. Ile mechi sisi tunasema haitachezwa tena. Tulishamaliza tarehe 8 kwa sababu kanuni zote tulizifuata, tulienda hadi uwanjani, ila wao waliahirisha mechi bila kufuata kanuni. Baada ya kuahirisha mechi, pia rais wa TFF ameendelea kufanya vitu vya ajabu sana ambavyo havivumiliki. Anamtukana, anatoa maneno ya kejeli kwa rais wetu ambaye sisi tumemwamini, rais wa Yanga, kitu ambacho yeye ni rais wa TFF. Timu zote ni zake, ilipaswa atulie, afate maamuzi. Tunasema hivyo kwa sababu Simba wameandika barua usiku wa manane. Kamati ya masaa 72 imekutana asubuhi, na tiketi zimeendelea kuuzwa mpaka saa 7 mchana. Na mimi nikiwa shahidi na nimetenda dhambi ya kuhamasisha watu wakate tiketi, nilikuwa kule. Kwa hiyo tiketi zimeendelea kuuzwa, mechi inakuja kuahirishwa saa 8, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Maazimio yetu, tunaomba bodi ya ligi, hatuna imani nayo, wajiuzuru. Kama hawatajiuzuru, bado hatutakuwa na imani na bodi hiyo ya ligi, na ligi yenyewe itakuwa inaendeshwa hovyo, ambavyo hatukustahili kwamba bodi ya ligi tuitegemea iendeshe kwa haki, timu zote iendeshe kwa haki. Mfano, sisi tumekuwa tukitozwa fine, tunalipa tukikosea. Kwa nini hao wengine walivyokosea kwa nini wasiwaandalie fine? Kwa kama sisi mkoa wa Songwe na Yanga mkoa wa Songwe, tena tunaotoka huku mbali, amesababisha hata ligi ikose mvuto. Siku nyingine hatutaamini kama kuna mechi ipo, hatutatoka kwenda huko kwa sababu tutahisi kwamba tunaliwa. Tumehisi bodi ya ligi imetufanya kama sawa na wale wanaosema tuma hela kwa namba hii, kwa sababu tumekata tiketi. Mfano mimi nikata tiketi ya VIP shilingi 30,000, lakini nimefika kule hakuna mechi, nimeliwa hela na wale watu wanaosema tuma hela kwa namba hii. Bodi ya ligi imekuwa ni matapeli. Yetu ni hayo. Bodi ya ligi wakipanga tarehe nyingine ya mechi, tumesema sisi mechi ishaisha, tulishacheza, ishakwisha, kwa sababu kanuni za kuahirisha ile mechi zilikiukwa. Tunahitaji haki itendeke. Tunaposema bodi ya ligi ijiuzuru, ni kwamba hata watakaochaguliwa wengine wajue kwamba huko nyuma kuna watu walifanya makosa, walijiuzuru, watafanya kazi kwa weledi na inavyotakiwa. Kuliko hivi sasa hivi ambavyo hii bodi ya ligi imekuwa ni bodi ya ligi ya kufungia watu, kuonea tu watu wengine, kitu ambacho sisi hatunaona hatutendewi haki. Na hata mechi hii iliahirishwa, hatukutendewa haki. Kwa sababu tungetendewa haki, mechi ingechezwa. Huwezi kuahirisha mechi saa 8, unategemea kwamba watu wametoka mikoa ya mbali, alafu nawaambia kwamba tiketi walizokata wataingilia mchezo ujao. Je, tiketi zilizopandia kwenye mabasi, kwenye usafiri huko, na wameongea na watu wenye vyombo vya usafiri, tutatumia tiketi hiyo? Sisi kanuni tunayotumia ni ile ya kwamba mechi inatakiwa iahirishwe kwa kufuata kanuni. Kama hazikufuatwa kanuni, na ndio maana sisi tuliandaa timu na maandalizi yalifanyika, na mpaka dakika mwisho timu imeenda hadi uwanjani. Na ukizingatia
klabu mwenyeji ameingia hasara zaidi ya milioni 58 kwa ajili ya maandalizi ya mechi ile, na bodi ya ligi na TFF wako kimya, wamekaa kimya, na wanazijua hizo gharama kwamba zikoje. Si kwamba lazima tuwafafanue, wanazijua gharama kwamba timu mwenyeji ndio anayeandaa mechi. Sababu nyinyi ndio kwa mchezo sasa limetoka wapi? Wakati nyinyi mashabiki zenu ndio walikuja kwa wingi. Timu mwenyeji anapoandaa mechi kuna gharama, kwa mfano kikao cha maandalizi ya mechi anayegharamia ni kwa ujumla. Mimi pia ni mmoja wapo mtu ambaye nimeathirika sana na kuahirishwa kwa mechi ya Yanga na hii bodi ya ligi. Nitakuwa na vitu vitatu ambavyo nitavizungumzia. Cha kwanza, nataka niwaombe wana Yanga wote tushikamane katika hili swala, tuwe wamoja na tusiumbishwe na kitu chochote kile ambacho kinaongelewa sehemu yoyote ile. Tumekuwa na kwenye media kuna maneno mengi watu wanaongea. Kuna baadhi ya watu ni wana Yanga wanavishwa jezi, sio wana Yanga wanavishwa jezi za tofauti, afu wanaongea maneno ambayo mengine hayafai, kukutaka kuwavunja viongozi wetu moyo. Kila mtu anajua ni jinsi gani Yanga imeonewa katika hili. Hata hao Simba wenyewe wanajua pia kwamba tumeonewa. Hiyo moja. La pili, nataka nizungumzie kuhusiana na bodi. Ukiingia kwenye media sasa hivi ukianza kusoma mwenyekiti wa bodi pamoja na viongozi wengine mle, vitu wanavyoviongea ni vya kubabaisha tu. Mara wanaomba busara, wanaomba hekima, wakati miongozo yote wanayo na kanuni wanazo, lakini yote hawataki kuifuata. Bali sasa hivi wameanza kuongea vitu ambavyo vinawatia aibu. Na jinsi gani vinatia aibu? Wewe fikiria, mwenyekiti wa bodi anafikia hatua ya kuongea, mwenyekiti wa bodi anaongea kwamba tulibidi tuahirishe hii mechi ili timu isije ikashushwa daraja. Timu gani ishushwe daraja kama sio hao makoro? Kwa sababu wajeje uwanjani, kanuni inasema watashushwa daraja. Sasa mwenyekiti wa bodi anaongea kauli kama hiyo, wanaanza kufunguka. Unajua, waambie mchawi mpe mtoto wako amlee. Sasa hivi ndio wanaanza kujitambulisha wenyewe kwa jinsi wanavyofanya. Lingine la mwisho ambao nataka niliongee ni kuhusiana na Karia. Karia amefanya mambo mengi mazuri sana huko nyuma, tunakiri ameyafanya mengi mazuri sana, lakini ana kitu kimoja ambacho kinamvuruga kichwa: kiburi cha madaraka. Kulikuwa na watu wanaitwa kina mzee Ngonya, walikuwa na viburi hivyo. Akina Malinzi walikuwa na viburi, lakini walitoka. Sasa huyu ameshafikia hatua ya kujiona kwamba yeye ni Mungu mtu, na leo tena huko Tanga amewashutumu nyinyi wana habari media, kawageuka na nyinyi. Sasa huyu mtu inabidi aambiwe ukweli. Tena naomba nyinyi wenye media ndio mumwandike kweli, mumueleze ukweli, atambue kwamba anachokifanya sicho. Mimi nashangaa pale naibu waziri sijui kwa nini hakumchomekea hiyo kitu kwamba umeteleza. Kwa sababu uwezo kuongea kitu kama hicho, ameshakuwa na kiburi kilichopitiliza, na tunataka hatumbembelezi. Kuna watu baadhi ya wanayanga wanamuomba tunakuomba uombe msamaha. No! Hatumuombi. Akitaka aombe msamaha, hataki aache. Sio kwenye somo. Hiyo kwenye somo unaona pale amevaa anakashia na kanzu. Sasa kama somo yake ataitendea haki vile kwa kutokuomba radhi, sawa, lakini mdomo wake ushike vizuri, maneno anayosema sio mazuri. Awe na busara, yeye ni kiongozi, ni rais wa mpira Tanzania. Lazima uwe na busara. Mimi nafikiri hana mshauri mzuri. Asanteni kwa hiyo. Roedi Mkisi, mwenyekiti wa tawi la Yanga Mlo. Naomba nikiri kusikitishwa na kuahirishwa kwa mechi ya tarehe 8 Kariakoo Derby, mechi ambayo iliahirishwa kwa kweli bila kufuata kanuni. Na kama muhanga ambaye pia nilihudhuria mechi hiyo, nisikitika sana kusema kwamba ni mechi iliyotuumiza wa Tanzania wapenda mpira, na hata mashabiki wa timu ambayo ilipelekea kuahirishwa kwa mechi hiyo, wana Simba, pia nao walisikitishwa sana. Licha kwamba viongozi wao ndio waliochukua jukumu la kuahirisha mechi hiyo ama kuandika barua kuahirisha kwa mechi hiyo. Ninapenda niongelee mambo machache. Moja ni kwamba tumekuwa na historia ambayo sio nzuri kwa viongozi wetu wa bodi ya ligi kwa namna kuendesha ligi kwa weledi na pia kwa kufuata kanuni, na tumekuwa tukivumilia.
lakini limejitokeza jambo la tarehe 8, mechi imeahirishwa bila kufuata taratibu na kanuni. Wapenda mpira kwa kiasi fulani ni kama walikuwa wametulia kuangalia kinafanyika nini, na hasa baada ya Yanga kupeleka malalamiko kwa bodi ya ligi kulalamikia baadhi ya hatua, na walikuwa wazi kwamba wanataka pointi 3, lakini pia kwa sasa wakasema hawana imani na uongozi. Sasa jambo la busara ni kwamba zamani tulisema hakuna imani, kwa sababu kila mtu alikuwa anaamini kwamba pengine labda viongozi wanafanya kwa bahati mbaya, lakini baada ya matamko sasa kwanza ya rais wa TFF pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi, imekuwa sasa sio kwamba hatuna imani, kwa sababu kutokuwa na imani jambo ambalo tunakusudia. Yaani unakuwa na viashiria vya kuhisi huyu mtu anafanya vibaya, labda pengine hajui, ndio kutokuwa na imani. Sasa hivi sio imani, sasa jambo liko wazi kwamba wameshindwa kuendesha mpira kwa mujibu wa taratibu ambazo kama wana mpira tumejiwekea. Na likaja jambo la watu kujiuzuru. Nataka niseme tu ndugu waandishi wa habari, jambo la kujiuzuru ni heshima na ni utamaduni wa mtu mstaarabu na mzalendo. Hata viongozi wa serikali, mimi nakumbuka kwa kipindi fulani waziri wa maliasili amejiuzuru kwa sababu tu baadhi ya maaskari wameenda kushambulia watu raia na kuwatesa. Amewajibika kwa sababu ya nafasi yake ya madaraka. Unakuwa responsible kwa position yako ya madaraka. Hiyo ndio heshima. Kwa hata Yanga waliposhinikiza viongozi kujiuzuru walikuwa na maana ili imani irudi tena. Sasa wamefanya makosa ya wazi kama mwenzangu alivyosema, watu wanatamka matamko hadharani. Alipokuja rais, tulitegemea rais wa TFF, kwa kuwa watu tuliumizwa, watu wametumia gharama za mechi, watu wamesafiri. Tena sio Simba, sio Yanga tu, hata Simba. Tutegemea kiongozi mkubwa wa mpira wa nchi, Rais Karia, angeweza kuomba radhi kwa Tanzania na wapenda michezo. Na sio Tanzania tu, tulimshuhudia mpira uliopita tuliokwenda na nadhani mwenyekiti wangu anakumbuka. Tulikuwa na watu wengi Uganda, Kenya, nchi zote zilizozunguka Afrika. Alipaswa kutoa kauli ya kuomba msamaha, kuiomba jamii ya wanamichezo Tanzania na hasa wapenda soka kwamba yeye tunaomba radhi kwa kilichojitokeza. Baada yake amekuja kushutumu viongozi ambao walilalamikia mambo ambayo ni ya msingi, tena kwa kuwadhalilisha viongozi wetu. Na ndio maana tunaungana na kauli ya mwenyekiti wetu hapa na wanayanga wenzetu kwamba kwa kanuni hatuna nafasi ya kucheza tena mechi tarehe 8. Amekuja mwenyekiti wa bodi ya ligi juzi anasema mechi iliahirishwa ili kuondokana na shida ya Simba kushushwa daraja. Kwa anakiri kabisa kwamba kama kanuni zingefuatwa maana yake ni kwamba Simba angeshushwa daraja. Na anasema tutumie busara. Lakini pia lazima tukubaliane hii busara ni nini? Unajua busara tunatumia tofauti Busara ni kama zile, kwa mfano Simba alikuwa anacheza na Azam. Uwanja wa Simba mwenyeji ni wa KMC. Simba akaomba Azam kwamba yeye tunaomba sasa, kwa sababu wale mashabiki ni wengi na Azam na Simba wanapocheza ile ni dabi ndogo, tunaomba busara itumike, tutumie uwanja wa Mkapa badala ya uwanja wa KMC, kwa sababu uwanja wa Mkapa ulikuwa unafanywa tayari marekebisho. Zile ndio busara. Lakini sio busara ya watu wameumiza, wamesafiri, unasema tutumie busara. Yaani tutafika maana ninachoona sasa tunapoenda, tunaweza tukaambiwa Yanga mmechukua ubingwa mara 3 mfululizo. Tunaomba tumieni busara na wenyewe Simba wachukue kidogo. Yaani ndio busara ambao wanaitafuta TFF. Busara ni kitu ambacho kina mazingira yake na kina mipaka yake. Huwezi ukaumiza watu kiasi hiki hapo unasema tunaomba tu tutumie busara, na kwa sababu tumezoea mara nyingi Yanga imekuwa kama timu ya kijamii, ni timu ya watu, rais wetu mstaarabu, mzalendo, amekuwa akihusika kila eneo. Lakini wanataka kutumiza kwa namna hiyo. Busara haiko hivyo. Kuna mipaka ya busara. Busara tumeumizwa, kanuni zifuate. Na ninachoomba na kurudia, viongozi kwa kweli, ili tungeanza pa kuongea, hata busara zote tungeanzia pa kuongea kama angekuwa na busara wao. Angalieni kiburi cha kiongozi wetu wa mpira anapoongea. Yaani anajiamini kana kwamba watu hawajaathirika. Unakuja mwenyekiti wetu wa bodi ya ligi, kwa maana lugha ya mwili anaonekana anaongea kistaarabu, isipokuwa tu kanuni ndio kidogo hazijui kabisa, yani anajikanyaga kabisa, anajikanyaga. Kwa hiyo tunaomba sana kwamba busara haiwezi kutumika kwenye kanuni. Na tunaomba msimamo wetu mechi isichezwe kama ambavyo viongozi wetu wameshatangulia kusema. Jina naitwa Daniel Mwakitalima, Jumbe tawi la Vwawa. Nakuja kwenu kutoa dukuduku langu. Sisi kama wanayanga tawi la Vwawa au wanayanga mkoa wa Songwe kwa ujumla, tunasema mechi haichezwi. Kwa nini nasema mechi haichezwi?
kwamba hatuna imani tena na uongozi uliopo, tutaamini vipi hiyo siku nyingine tukaipanga kwamba kuna mechi ama hakuna mechi? Kama mechi iliyopita ambayo itakuwa ichezwe tarehe 8 mpaka saa 3 asubuhi wanatuambia mechi ipo, watu wanaenda kukata tiketi, watu wanakata tiketi saa 8 wanaambia mechi haipo. Kesho niambiaje mimi niamini vipi kwamba naamini kuna mechi tena kesho? Yaani kwamba kuna mechi tena nyingine itachezwa. Yaani mpaka kesho hatuna nini? Hatuna imani. Ili imani irejee na mashabiki waendelee kupenda mpira, viongozi waliopo hatuwataki. Wamechoka. Yaani wamechoka. Hatuwahitaji tena. Kwa yaani uongozi uliopo hapa sasa hivi madarakani kwamba wakija tena kesho kwamba tutaamini kwa kauli zote tutakazozisema. Hatutawaamini kwa sababu ni wale wale. Na akili ni zile zile. Hatuwezi kuamini tena. Kwa hiyo turejee morali ya sisi mashabiki kupenda mpira. Viongozi waliopo wajizuri. Wale ni katibu msaidizi tawi la Bwapa. Sisi kwanza, ndugu waandishi wa habari, sisi mechi tulishacheza tarehe 8. Sisi tunaamini kama sheria na kanuni zitafuatwa, sisi tunatakiwa tupatiwe pointi 3 zetu, kwa sababu sisi tulishatimiza vigezo vyote. Sisi hatugomea mchezo. Sisi kama Yanga tulipeleka timu uwanjani, na mimi naamini kabisa hapa kanuni zitafuatwa. Bila pointi 3 hatuwezi kucheza tena mechi yoyote ya Simba ya msimu huu hapa. Sisi tunasema hivi, Karia na bodi ya ligi walimeshasema wote hao, wanasema Nyanga Kumanzi, yaani wote muda wao kwanza umeshapita. Sasa hivi maana yake tunahitaji watu wapya kwa ajili ya kuongoza mpira wetu. Hatutaki sisi mambo ya busara, tunataka kanuni isimamiwe kanuni, sheria. Mambo ya busara ni huko nje. Ina athari kubwa sana, ndugu waandishi wa habari. Kwa mfano sasa hivi wapenzi wengi wa mpira wa miguu wameshapoteza ule moyo kabisa wa kushiriki shughuli za michezo. Kama mnavyoona sasa hivi, maana yake watu sasa hivi hawatakuwa wanaingia uwanjani. Sisi kama watu wa Yanga, kama mechi hii watasema tena itachezwa, maana yake sisi kama Yanga hatutashiriki tena. Mimi sitaenda mbali sana, sitakuwa na mengi sana ya kusema, ila langu la muhimu ni kuwaunga wazee wenzangu wote Tanzania wenye misimamo kama iliyotolewa na wazee wa makao makuu. Yanga haitakuwa na mchezo wa dabi tena, na hili ni la msisitizo. Tunamaanisha kwamba hautakuwepo mchezo. Labda tu kwa umri na uona hapa, wengi bado ni vijana wadogo. Yanga ni timu ya msimamo. Nakumbuka mwaka 79 ilifukuza first 11 yote, akiwepo Sande Manara Computer, Jela Mtagwa aliyewahi kuwa mwenyekiti wa TFF, Leb Getenga aliyewahi kuwa kiongozi wa TFF. Walikuwa katika form vibaya mno, na ndio iliyopelekea hata kwenda kuundwa pani. Kwa hiyo Yanga ni timu ya msimamo. Wasifikiri labda pengine kuna mabadiliko yatakayobadilika. Mimi kwa jinsi ninavyoijua Yanga, hiyo dabi haitakuwepo. Lakini lingine ni kwamba ni kuhusu bodi ya ligi. Sasa sina hakika watu wanapatikanaje. Maana nimesikia vyombo vya habari kwamba ni timu zilihusika kuwapata na nini, lakini kwa mujibu wa maelezo kamili niliyoyapata mimi ni kwamba wale wanateuliwa na TFF. Kwa hiyo vilabu vinaitwa kwenda kuidhinishwa na kukubaliana na yale walio yaweka. Sasa kama swala ni hilo, mimi nafikiri kuna makosa makubwa sana yanafanyika, na makosa haya hayautendei haki mpira wetu wa Tanzania, na hautaendelea kwa misingi hiyo. Na hasa linapokuja swala hili la kubadilishana uongozi, ukitoka uongozi unaoipendelea Yanga unakuja uongozi wa Simba, hii kwa kweli hatutafika mbali. Mimi nifikiri umefika wakati wa kuchaguliwa wachezaji wa mpira, watu wenye kujua mpira wenyewe. Sasa kama Karia hivi amewahi kucheza timu gani? Karia kumwangalia amewahi kucheza timu gani? Somali yule amewahi kucheza timu gani? Ile ni hisani tu ya Mwalimu Nyerere. Walikuwa wakimbizi hao mwaka 1967 aliwapa uraia wana kijiji chao kule Tanga kule. Na ndio maana mpaka sasa hivi imekuwa kila kitu ni Tanga. National team ikafanya mazoezi Tanga. Na leo ametoa tamko kama atafanya kazi na waandishi wa habari wa Tanga. Nyie wengine wote huko ni wababaishaji, mna ajenda zenu za siri. Ule ukweli mnaoandika kuhusu kanuni kufuatwa, basi mmekuwa ni wababaishaji. Ila wakweli waandishi wa kweli ni Watanga. Sasa hawa jamaa, hata kama yeye hakuwepo katika ile, ni kizazi kilichofuata. Damu, yani asili ipo kwenye damu. Ni watu wamezoea machafuko. Unaona Somalia kuna amani gani pale? Sasa hata nchi yenyewe, mimi naitahadharisha viongozi wetu,
wanapotoa uraia kwa wageni waangalie. Huwezi ukampa uraia mtusi yule, si anakuja kufanya uchafuzi tu hapo. Haya tunayasema kwa uchungu, na wala serikali isichukulie kama ni swala jepesi. Hili swala linaweza kuvuruga amani, linaweza likawa hatari hata kwa baadhi ya maisha ya watu. Kama tujuzi kuahirishwa kwa mechi, mwenzetu mmoja ambaye alipoteza maisha. Sasa kama hili sakata litaendelea halitomalizwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za mpira, mimi na hakika ipo hatari inakuja. Na ukiendelea mzaha, wanasema Waswahili, mzaha unapoendelea matokeo yake mambo makubwa yanakuja, na chanzo cha moto ni yani njiti mmoja kibiriti. Sasa haya mimi nilikuwa naomba kama mzee wa Yanga mkoani Songwe, serikali kupitia baraza la michezo Tanzania liangalie, ndio serikali yenyewe inayosimamia michezo, iangalie wababaishaji watu kama hawa. Sasa hivi wameshaanza uchaguzi ni mwakani wa TFF. Hawa nao watakukuru na wasio wanakula mishahara ya bure. Wao wanaangalia uchaguzi kama ni mwakani, waangalie huyo Karia huyo ameanza kuweka minyororo yake mpaka watakomrudisha tena madarakani. Sasa TAKUKURU inafanya kazi gani? Na katika hili swala TAKUKURU wenyewe wamehusishwa kwamba kulikuwa na masuala ya rushwa. Sasa hatujui aliyetoa rushwa ni nani. Aliyetoa rushwa ni Simba, aliyetoa rushwa ni hao bodi ya ligi, aliyetoa rushwa ni Yanga, hatuelewi. Mimi nitaka tu nimalizie kwa kusema kwamba kwa kweli Yanga ni timu ya misimamo, wala wasichukulie wepesi. Hivi ndio tunamaanisha kwamba mechi haitakuwepo. Cha msingi hapo kama watavunja utaratibu wao watoe point 3 kwa Yanga, maisha yaendelee. La vinginevyo mimi naona mpira umekosa mwelekeo. Lakini malize kwa hili moja. Yanga hata kama itashushwa daraja, sisi wazee tutakwenda nayo, lakini sioni kushushwa daraja. Mimi naiona Yanga kuhamia Zanzibar, ndio ninaloliona mimi. Kama ataleta figisu, kwani Zanzibar si sehemu ya Jamhuri ya Muungano? Tutacheza kule. Ni yangu sana. Athari kubwa sana. Na moja ya athari, kama wangeendelea wa bodi ya ligi wangekuwa wanafuata sheria na kanuni, wasingeiacha Simba wanapata penalty za michongo. Watu wanapewa kadi. Hebu kwanza waandishi, mimi nisaidie nyenyewe. Referee anamuonesha kadi mchezaji, kadi inafutwa, alafu referee hana adhabu aliyoadhibiwa. Hivi mpira gani huu Tanzania tunakwenda? Ndio mpira kweli huu? Ni maendeleo ya mpira? Marefa wanapangwa. Mimi nilikuwa nafikiri wangeishauri tu Simba wasajili wachezaji wa kueleweka wenye viwango, ili mpira ukue, ushindani uwe mkubwa. Wao ndio kutuletea magunia yale, yatafanya kazi gani hapa?